Mr. Wantam, sisi hatukatai wewe ni fundi, lakini tunataka tukubaliane Rigathi Gachagua na yeye ni foreman. Ruto hana ufundi wowote. Kama ni fundi labda ni fundi wa viatu. Fundi wa siasa si Ruto. Mafundi wa siasa tunawajua bwana. Mafundi wa siasa kina Raila Amolo Odinga, kina Babu Rahman tunawajua wale majamaa Moi, unajua? Sasa huyu ni fundi wapi? My lord, I wonder. Songo Mumbali nanga. Game over. Ambieni fundi hatujasahau majenzi wenye waliuliwa. Haro. Tukikumbuka wale majenzi wenye waliuliwa. Ambieni fundi bado hatujasahau majenzi wenye waliuliwa. Haro. Mambo ya William Ruto tuachane naye. That is a closed chapter. And by the way, I don't want to brag, but I want to tell William Ruto, you don't know any politics. You know nothing. I'll teach you politics next year. Na kila mtu anajua kazi ya foreman kwa site inakuwa ni nini. Huyo mtu amekufunza lesson. Uko Oro Karao. Na bado tunaona hujashika raini. Atunaambia watu ati hata after uchaguzi, ati lazima watu wapendane na wakae na amani. Wewe ukitoa Rigathi Gachagua kwa serikali huko unajua hiyo, si ndio? Si ndio? Wewe ni mtu umesoma mambo ya matawi. Unafikiria unajua mambo mingi sana. Your strength was conmanship and deception. Kenyans have now exposed you as somebody who is deceptive and a conman. Guys, kimeumana. Mavi tambarani. Tutam, mavi tambarani. 2027 mlikuwa mnasema itaenda tu nywe. Sivyo vile mlikuwa mnasema. Itakuwa ngumu 2027. Na bado mjamaa ako tu na confidence kabisa. Ako tu kabisa na confidence ati anarudi tutam. Tutam gani? Wao ukirudi tutam tutatumaliza sisi wote, mayutu wote sisi tutatumaliza. Mjamaa kusema ukweli, kama bado anahitaji kitu na jenzi tukihesabu wenye wamesonga sasa hata huwezi maliza. Sasa kama venye hata kwa anahitaji after amerudi, tutakuwa sisi wa bana. Sisi mayutu tutakuwa kweli. Songo lazima ukubali ukweli ambao ni ukweli mchungu. Ya kwamba Mount Kenya washaenda. Na ndio wako na largest voting block kwa nchi. Mount Kenya wameenda. Western sasa wako nyuma ya Sifuna au pia ni wameshatoka. Ukambani Kasongo huwezi pata hata zero. Utapata negative. Ishaenda. You have no other quality ya kudanganya wa Kenya. Mimi nitaungana na Wakenya wenzangu, Stephen Kalonzo Musyoka, Dr. Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, George Natembeya. Sasa tunataka tukwambie huyo Rigathi ulitoa, huyo ndiye foreman. Na amekufunza lesson huko kwa Oro Karao. Uhuru alikuja akatuletea baba kwa Mlima Kenya. Tukakataa our own Uhuru. Sasa wewe ukakuja kutolea Rigathi Gachagua wetu. Ati sasa unataka bado tuchague nini? Hiyo chama sahau. Jua chama ni DCP na imekuja bunge. Wewe ulikuja the first time, wakuja huko tukakupea Kawajiko. Alafu tukakupea kura. Ukaona hasa ati umetununua. Unaweza komboa mkikura lakini huwezi mnunua my friend. Na hiyo Oro Karao ilikuwa kionjo. 2027 ngojea matokeo Baba Shelin. 2027 ngojea matokeo. Na tunakwambia ni one time. Bana. Ati saa 11. Bana. Hii Kasongo ni mtu baya. Saa ya kufukuza Kasongo ni kuamka saa 7 usiku ndio aende nyumbani. Harambee. In 2013, there was a landmark ruling by the Court of Appeal of Kenya, whereby under the Maina Kiai case, it was declared that polling station results are final and cannot be changed. So, wakati hiyo declaration ilikuwa made, ili make it impossible for you to rig elections in Kenya. That is why a majority of the electoral petitions don't go through in the court of law.
because that's all make it tamper proof. Elections are tamper proof. So tulionyesha na watu wa Olkalau na wametuonyesha kitu moja. Mkipiga kura, muamke mpige kura kwa wingi sana. Mpige kura kwa wingi na mkae hapo mlinde kura. Hakuna kione inaingia hata paka. Hata polisi akijaribu kuingia police station lazima asachiwe. Tujue kwa askari ama yeye anabeba nini. Kama hiyo makatazi ya kura hakuna. I think IEBC kuna issue anafaa ku come out clear. Kama ile by election ili happen Olkalau. Game over. Ati walitumia register ya 2022. Then unasikia blame inaendea ati majenzi huwaga vote na millennials ati wamekataa kuvote. Unezaje tumia IEBC ya 2022 na kuna wale wase walichukua ID 2023, 2024, 2025, 2026. God damn it. Come out clear. Juu mchezo hatuitaki 2027. Kuna issue iko mbele yetu na hii shughuli inataka mbogi. Olkalau vile kumehappen. Yani wacha ni salute watu wa Mrima. Watu wa Mrima. Kweli mnaweza. Mnaweza. Mmesimama hata kama mlitupatia pesa zenu tutakula. Lakini hatuwapigi kura. Mmeona kura ziliko walipata hiyo chama chao kimepata watu wangapi? Imepata kura ngapi yani? Kiti ya Mrima imeenda hiyo. Na hii Ruto unafaa uangalie. Wewe sema tu mtu kwa ajili yako kwa chama changu yeye ndo anafaa apate lakini mtu hana kura. Mtu huku ground hana kura. Hizo pesa zetu zenye wameiba hawa magavana na mawabunge, pesa zetu zenye wamekula na ma-MCAs sisi tunaenda kuwatoa. Na tutawatoa. Utabaki wewe, sawa wewe ni rais, maybe umepanga vile utaingia kama uraisi tutam yako, lakini huku ground mambo ni mbaya. Huku ground mambo ni mbaya. Tumekataa pesa zetu venye zinatumika. Gavana wote wako Kenya wamejenga choo na 1 million and above. Choo ya kwenda kukunia imejengwa ya 1 million kupanda. Hamtaki tuulize. Unataka tuseme maendeleo imekaa, si ndio? Hello guys. Hey. Waswahili wanasema ya kwamba utamu wa uji ni kutingiza kikombe. Utamu wa uji ni kutingiza kikombe. Watu wa Olkalau mnafanya hata sisi wengine tutamani by election. Mnafanya tutamani by election. Hey! Kwanza huku Kiambu tunaweza taka by election kwa kila kitu. Kwanza hapa Vika tunaweza taka by election. Huko Katondo by election. Katondo South, North by election. Na women rep. Kwanza Murang'a tunataka by election. Ya women rep. Na hapa Kiambu. Hey, watu wa Olkalau, I salute you. Hey, kweli. Kumbe sikuwa najua come 2027 watu wamesema wanaenda kupiga hiyo kura juu ya chuki. Na hivyo ndo tunaambia Ruto. Pale South Nyanza Kisii ilienda kitambo. So Kasongo saa hii sijui utaenda wapi kwa sababu hauna njia ya kupenya. 2027 ni kubaya. Wananchi washaamua ni one term. Na raundi utaenda nyumbani, upende usipende. Oh my God. The moment we make sure police station hakuna monkey business imego through, tumekamata mtu shingo. Hiyo ndio ujanja peke yake. So in 2027 na president imesetiwa na watu wa Olkalau ni kupiga kura kwa wingi. Tunapiga mapema. Kifika saa 9 tumemaliza kupiga kura. Alafu tulinde. To make sure hakuna kione inatoka. By the time inafika saa 1 ya usiku na unajua kura ya president inatangazwa kwanza, tutakuwa tumejua tumeosha mtu mapema. Hiyo ndio kitu ya maana. By 7 PM on the 10th of August in 2027 tutakuwa tunajua ni one time. Ni mbaya. Watu wa Olkalau mmefanya mzuri sana. Niliona guni akipiga polisi karibu ashuti polisi. Akipiga risasi karibu ashuti polisi. Polisi akamuuliza neke. One time. How I wish.
Lesson number 3. Nilirealize hatuna government. One time, goons were operating under the watch of the policemen, under the command of the county commander wa Nyandarua County. Gari zilikuwa zinabadilishiwa number plate kwa county government, inaitwa county commissioner wa Nyandarua. Hapo ndio zinabadilishiwa, ndio manipulation inakujia, ndio alterations zinafanyiwa, ndio watu wakuje waatakiwe. At the county commissioner alikuwa na watch, akijua ni wananchi wake wanaenda kuhangaishwa. One time, niliona goon akipiga polisi karibu ashuti polisi, akipiga risasi karibu ashuti polisi. Polisi akamuuliza neke. One time. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Hebu sikiza hii wimbo. Sikiza hii. Anayekupenda pendana naye. Daddy, asiyekupenda wachana naye. Yaani huku Western watu wanapenda president. Huku Nyanza Wajaluo wanapenda Ruto sana. Kule sawa Pwani wanapenda Ruto. Enda kule Northeastern, hawa Somali. Those people love the president, Mr. President. Asiyekupenda wachana naye. Game over. Anayekupenda pendana naye. Na usilazimisha urafiki bwana. Mwenye anakupenda pendana naye. Mwenye akupendi don't force it. Don't force it. Zamani kulikuwa tunauziwa urongo, lakini sasa hizi vitu ziko machoni tunaona guys. Watu wananunuliwa na pesa, kuleni pesa, lakini tunasema kura hatupigi za huko. Kura hatupigi 2 term. Yaani mambo ni 1 term. Haya tuseme sasa. Wewe ni rais lakini huna wabunge. Tumeona watu wa Mrima washashikana. Tumesikia Wamasai, tumeona kabisa Wamasai vile wameshikana. Wanauliza 2 term ni nini? 2 term ni nini? What is 2 term? Tumesikia kabila yake yenyewe na Wanandi wanakuambia tutaki 2 term. Kabila zimeshikana, njoo kwa Wakamba. Angalia kina Kalonzo. Angalia nani Sonko amekuja na ninyo yake, Wakamba wako hivi. Western ndo kabisa. Una imagine polisi wako hapa wamesimamia uchaguzi. Hakuna any fracas, people are very calm. Watu wanachaguana wa 2 term, wa 1 term, wanachaguana wanaenda nyumba. Wengine wanasema hebu tukae hapa, si kura ni yao, sio shule ni yao, si barabara ni yao. Hawajafunga barabara, wao wana watch kura zao. Then polisi wako hapo. Kasia wanakuja tu wana shoot. Wanapiga watu wa media, wanapiga kila mtu, wananyorosha kila mtu. Na unajua goons ni nani? Ni MPs. MP mwenye alichaguliwa na amechaguliwa na wananchi wa Kiambaa. Kalenjin tufunge mdomo. Hii mdomo tufunge. Meno iko nje kwanza Wanandi sana. Meno tu nje. Utanganyone we. Emet ninyone. Ruta ninyo emet kitu gani? Emet kitu gani? Unahangaika. Unaishi nyumba ya matope na unatunaambia sisi Ruta ni wetu, sijui ninyo emet. Wewe ni takataka sana. Wewe ni kubwa sana. Tumia akili yako my friend. William Ruto hakuna kenye atakusaidia. In fact, William Ruto anaanga hata interest na Wakalenjin. Nothing. Afadhali Moi mara 20. Angalia kaunti kama Baringo County. Baringo County hakuna industry, hakuna factory, vijana wanalewa, takataka yote ni kama tu nani. Na hapo ndipo serikali imekuwa kutoka kitambo sana. Wacha niwaambie, serikali imekuwa Baringo for 24 years. Kalenjin mnadhania mtapata nini ambaye hamkupata enzi ya Moi? Hakuna kitu ambaye Kalenjin mtapata. Kama hamkupata enzi ya Moi hakuna, kwa sababu saa hizi tamu ni kidogo. Hata Ruto anaweza kutoka 2027. You never know. It is not sure bet. Wengine wanasema hakuna mwenye atatoa Ruto, sijui ataiba. Ataiba kitu gani? Ajaribu aibe. Alituacha kwa ghafla. Lakini hata mimi pia nimewekwa kwa kiti hii kwa kighafla.